mwanadada msikizaji, mahali ambapo ulipo. Tena ni mimi wenyu wa kipindi cha afya, Judith Nabwire, na kuletea kipindi cha afya siku ya leo. Hakika wakati ambao uliopita niliongelea shida za wamama. Hakika wamama tumeongea, tukaona ule uvimbe, jinsi wamama wamesumbuka na vile wanaweza hakika kujisaidia na kupona. Leo hii naingia katika shida ya wanaume. Wanaume mkae gangari mahali ambapo mlipo. Wanaume wamesumbuka sana. Wanaume wanapofika miaka tuseme kuanzia 40, 50, 60, 70 up to 80. Si mnajua ile shida ambayo hakika iwa inawakumba. Na hii shida tunaona ya kuwa ni vizuri kabisa vijana wetu wavulana wapate kuwa hakika ni waadilifu katika mienendo zao tangia utotoni mwao. Leo tunaingia shida ya wanaume ambao inaitwa prostatitis. Wengine wamesema ni prostate, sijui kansa, prostate nini, lakini wacha niwaambie, sitaki hakika yani kuwatisha. Wengi sana wanaposikia prostate anamalizia kansa. Haimaanishi ya kuwa unapokuwa na huo ugonjwa unaitwa prostatitis eti tayari ni kansa. Kwa Kiswahili naweza kusema ya kuwa yani haina jina tofauti sana mbali sana. Ninaweza kusema prostati kwa Kiswahili. Lakini nikifafanua sana zaidi, ninapoongea hilo jina kubwa unaweza kushangaa huu ni ugonjwa gani, lakini mwanaume sikia. Kuna kuwa wakati ambapo mwanamume anakuwa anapotaka kwenda haja ndogo ni kama inaleta shida. Yani sana sana hata wale ambao hawajaenda shule wanasema blockage. Mtu anasema ya kuwa fulani wa fulani wangu ako na blockage. Yani hii ni nini? Anapoenda choo ndogo ule mkojo hautoki kwa urahisi. Ni kama unakwama ule mkojo, hakika hata ukitoka unakuwa na uchungu. Sasa hii inatokea sasa kwa lugha ile ya kitaalamu ambao sasa ugonjwa huu ndio unaitwa prostatitis. Na hakika mwishowe inaweza ikamalizia what we call prostate cancer. Lakini wewe usishtuke sana. Wengi wameenda hospitali wakiwa wako na hiyo blockage, wakiwa wenyewe kwa mawazo yao wamesema ya kuwa hakika wako na kansa, wamewapima na wakatoka freely ikawa ya kuwa ni blockage, ni prostatitis ambao haina kansa. Sasa hakika utajuaje ya kuwa wewe uko na prostatitis? Kitu cha kwanza, mwanaume mahali ambapo ulipo, unapoenda haja ndogo utakuwa na kusikia ule uchungu. Je, unasikia uchungu wewe mahali ambapo ulipo? Ikiambatana na mwili unahisi ya kuwa ubaridi, joto, unaweza kuhisi kwani niko na malaria. Ubaridi ambao unakuja na tena na joto pia ambao inakuja na kwenda. Hakika wengine katika sehemu ya uume wake anatoa vitu ambavyo sio vya kawaida, sio mkojo, yani kwa Kiingereza tunasema discharge.
Discharge inaweza kuwa hakika pengine ni ya damu ama usa. Kwa hivyo shika vizuri sana. Unapokuwa na hizi dalili ambazo nimeongelea hizi 3, unapoenda choo ndogo ama haja ndogo unasikia uchungu, alafu sasa tena unakuwa na ile fever, ile joto na ubaridi, joto na baridi, alafu unatoa discharge ambayo sio ya kawaida. Na katika huu ugonjwa wa prostatitis tunakuwa na ile ya onset, yani ile ambayo sasa ndiyo mwanzo yake, tunaita kwa lugha ya kitaalamu ya kidaktari, that is acute prostatitis, ile ambayo inayoanza haujawahi kukua nayo tena siku nyingine. Hii ndiyo mara yako ya kwanza kabisa kujihisi na ukukuja kugundua ya kuwa wewe ni mgonjwa wa prostatitis. That is acute prostatitis. Na pia tutakuja kuona ambao ni chronic prostatitis. Hii chronic ina maana ya kuwa umekuwa nayo kwa muda, umejaribu kutibu, hakika sasa ni kama unazoea, lakini bado ni ugonjwa. Kwa hivyo kunakuwa na acute prostatitis na chronic prostatitis. Wacha sasa tuone symptoms ambazo ni za acute, ile ambayo inayoanza, kwa sababu unaweza kuwa haujawahi kujua pengine ni ugonjwa gani huu ambao unakujia. Mwanamume, sikiliza vizuri kabisa. Pale chini ya uume wako, hakika utasikia pale, yani pale chini ya uume wako kabisa, kule kwa mdomo unasikia uchungu. I'm sure wengi ambao wamekuwa na prostatitis hivyo ndio ulianza kusikia. Mwanamume, mahali ambapo ulipo, bora wewe ni mwanaume, ingawaje inashika sana hii blockage wale watu ambao wako na umri, lakini nimewakaribisha hata nyinyi waume ambao ni wavulana chipukizi pia mpate kuona, kwa sababu mko katika hiyo laini. Na vile tumesema pia utasikia hiyo ubaridi joto, na pale pia chini vile tumesema chini ya uume wako unasikia hakika unasikia uchungu. Alafu itabatanisha pia na kukuwa na mgongo hapa wa chini, low back pain. Wengi sana wanaume wamekuja kwa kliniki yetu, hasemi haya mengine, sijui pengine akitupata pale tukiwa yani wanadada wanawake anaogopa kusema, lakini ugonjwa wengi sana hawaogopi, wanasema tu. Wewe sema jinsi wewe mwenyewe unajisikia, lakini anasema mimi ninasikia tu mgongo wa chini hapa inaniuma. Mwanaume, mali ambapo ulipo unasikia mgongo wa chini kukiuma, na tena mara nyingi tunawauliza, wewe ulikuwa unainua vitu vizito? Hapana, mgongo umeanza tu kuniuma na ni wa chini, sio pale pengine tena. Umeona? Alafu tena pia wakati ambapo unaenda choo ama haja kubwa, unasikia kana kwamba ile haja pia iko na uchungu. Ambatanisha hizi dalili zote, na kila wakati unajihisi kana kwamba unataka kwenda haja ndogo, ambayo tena iko very much painful, an urgent urination. Umemaliza na tena unajisikia, umemaliza kwenda haja ndogo tena unajisikia, lakini tena iko na uchungu. Hii ni dalili moja ambayo ni ya ugonjwa ya prostatitis. Umeona? Alafu kila wakati anapomaliza kwenda tena anajisikia,
kile kibofu ambacho kinabeba mkojo, yani bladder, anajihisi ama anajisikia kana kwamba imejaa, na anapoenda anatoa kidogo kabisa, ambayo tena ni ya uchungu. Jua ya kuwa huo ugonjwa wa wanaume ambao ni prostatitis unakukujia. Na hata wale ambao tayari ni wagonjwa, hivyo ndivyo ulivyokuwa unajihisi. Dalili nyingine ambayo hakika ambayo inafuata hayo, mwanaume utaona, mimi nimewaambia kila mara ya kuwa kuna wakati hakika tutakuwa hapa na chat, vile ninaongea hivi tutakuwa tuna point siri ya kiume ya mwanaume, siri ya sehemu siri ya mwanaume, sehemu siri ya mwanamke. Sasa unaweza kuona wewe mwanaume tunaposema hivyo, nilivyosema ya kuwa chini ya siri ya kiume unajua kabisa pale kwa mdomo. Alafu tena sasa jambo lingine ambalo utaona katika sasa ile siri ya mwanaume, kuna sasa what we call it tests. Ninaweza kuzisema pengine kwa Kiswahili ya kuwa battery. Utaona kana kwamba zile battery zimefura, haziko kawaida jinsi vile hakika ziwa zinakuwa ukiambatanisha yani hizi dalili ambazo tunaongelea. Na utaona ya kuwa kana kwamba hakika kumefura, na tena kuna uma kabisa, kukigonga kana kwamba kuna usaa ndani. Ujue hakika sasa wewe ndugu yangu mahali ambapo ulipo utakuwa na hii shida ambayo inakuja. Hata kama utaenda hospitali upimwe, haya ambayo ninakuelezea, hizo ndio dalili kabisa sasa za prostatitis itakuwa inaanza. Na vile nimesema, wengine ama wengi wao ama ni wote ambao hakika acute prostatitis inashika wakati ule wa kwenda haja ndogo, utakuta ya kuwa hakika ile haja ndogo inakuwa na usaa, na wengine hata wanatoa damu. Hizi dalili zote ambazo nimeorodhesha ni karibu over 10. Hizo ukiziweka pamoja, na pengine haujawahi kuwa na na huu ugonjwa, ujue tayari hiyo ndugu mpendwa mahali ambapo ulipo uko na prostatitis disease. Sasa kuna wale ambao wamekuwa nayo kwa muda mrefu, wametibiwa, wameendelea kutibiwa, sasa ni kama kawaida chronic wanatibu lakini haiendi. Na wakati mwingine wanasema ya kuwa inawezekana sasa isiwe na zile dalili ambazo tumeongelea hapa juu, lakini dalili ni kama hakika pia zinafanana. Atakuwa na haja ndogo ya kila wakati, lakini pia ambayo iko na maumivu. Na tena ataona damu katika katika mkojo wake. Na pia hiyo low back pain vile tumesema. Na pia sana hii chronic sasa wewe umezoea. Sijui nitaongea namna gani kwa Kiswahili jameni, tunaposema ejaculation ni kwa wale ambao waliingia katika darasani. Ambayo sasa wakati ule wa kukutana, wakati ule wa ngono, wakati ule wa kurelease, hakika huyo mtu anasikia uchungu. Painful ejaculation. Umeona? Mnaelewa wanaume? Ni nyinyi wenyewe hakika mnajisikia wakati ule ambao mnatenda ile tendo la ndoa. Hakika pia utakuta ya kuwa wakati wa tendo la ndoa unapo ejaculate ama unaposema sasa zile sperms zinapotoka, utakuta katika yale maji pia kutakuwa na damu during that time of ejaculation.
Unajua sasa mtu kama ametibiwa watakuwa wanaendelea tu. Watakuwa wanaendelea tu na mambo yao ya ngono, ya kukutana na mwanamke wake. Lakini sasa wakati hule tunaambiwa ya kuwa hakika hiyo semeni itakuwa na damu, bado utakuwa ungali uko na prostatitis, ingawaje ambao imekaa kwa muda. Kwa hivyo ni vizuri sana ya kuwa, ndugu mpendwa, tupate kukaa watu ambao tutakuwa na ujasiri tunapopatana na signs kama hizi. Usimame kama mwanaume jinsi nyinyi wenyewe muwa mnasema, usiyumbe yumbe. Usije ukaona ya kuwa vile niliwaanzia ya kuwa sasa wewe umepata ugonjwa wa cancer, prostate cancer, hiyo ndio iwa inaendelea. Na ndio hapa sasa mimi ninakuleta jameni, simama kama mwanaume. Katika kidunia wanasema simama kama mwanaume, lakini sasa mimi nakuleta katika Biblia. Simama na Mungu wako. Ujue Mungu wako anahitaji nini katika huu ugonjwa. Na ndiposa ndio tutakuja kuona huu ugonjwa. Hakika tutakuja kuona ya kuwa inaletwa na bacteria, inflammation brought by bacteria. Lakini tena tukienda jinsi Mungu wetu alituumba na akatuweka, nyinyi vijana wadogo mpaka watu wale ambao wamekuwa wakubwa kwa wengine, sisemi ni wote, huu ugonjwa wa blockage umetokezea kwa sababu ya kutotii amri za Mwenyezi Mungu. Na hiyo amri gani? Kwa vijana. Yaani kwa vijana inasemekana ngojea wakati wako. Yaani Mungu huyu Baba, mimi ninamshangaa sana. Yaani kumbe yeye ndio daktari wetu. Anaposema katika Biblia ya kuwa vijana msijiendee kutenda tendo la ngono kabla wakati wenyu. Do not fornicate. Hakika kumbe alijua ya kuwa vijana wanapoanza fornication kabla wakati wao haujafika, watakapokuwa wanaendelea wamezoea, wafikie wawe watu wakubwa, hakika watapata blockage wakati wa uzee wao. Sisemi mzee mahali ambapo ulipo, ya kuwa sasa wewe umepata blockage ambapo imelead katika prostate cancer, ya kuwa wewe haukuwa mzuri, lakini kiungu hakika kama sio bakteria tutakuja kuona yani hii prostatitis inakuja aje. Lakini nikielekea upande wa kiungu, Mungu wetu muumba, hakika wale ambao walitumia nafasi yao vibaya kabisa, wale ambao pengine walishika tu amri za Mungu yani walikiramu tu. Unajua hii Biblia hatufai tu kuisoma kukiramu na auitimizi. Kukiramu haitakuokoa. Ili neno mimi Judy, hata mimi wewe mahali ambapo ulipo, ujue katika sasa amri ya 7 kwa wale ambao hakika ni wakubwa, amri ya 7 ambayo inasema do not commit adultery. Don't just cram useme do not commit adultery and here and there you are committing adultery. Imeletea wengine prostate. Do not fornicate. Unakiramu tu ati kwa sababu imesema fornication is bad, lakini wewe unasema tu, lakini hutimizi. Kwanza vijana wetu, hapo nitarudi baadaye, tuone what are the causes. Ni nini hiki ambacho kinaleta prostatitis? Vile nimetangulia kusema, tunaona ya kuwa inflammation, yani ile kuvamiwa kwa gland na bakteria ambayo hakika ile kuvamiwa kwa ile prostate gland. Kuna ile gland kanasemekana, yani sijui wanasema kwa Kiswahili tenzi la kitu kama hivyo. Yani
inapovamiwa dika kitu kadogo tu kama kajiwe hivi tu, ka gland kale ka prostate gland kanapovamiwa na bakteria, iwe ni acute vile nilianza ama iwe ni chronic, kanapovamiwa na bakteria, hakika itakosi hiyo blockage ama ilete ile prostatitis disease. Na ambapo wanasema inapovamiwa hakika ni ngumu sana kutibiwa, lakini sitaki kukutisha. Mungu wetu ameandaa madawa, lakini ujue ya kuwa ako ka glandi kanapovamiwa ni vigumu. Sasa inatakikana wewe mwenyewe kabisa upate kufuata jinsi tunavyofaa hakika kujisaidia nayo. Tunaambiwa ya kuwa hii prostatitis sana sana inashika wanaume ambao wako kati ya umri 30 mpaka 50. Lakini kumbuka niliwaambia hata vijana wetu, usione ya kuwa haujafika 30 sasa wewe hautakuwa na blockage ama prostatitis, lakini ujue jinsi wewe ulivyojitunza tangu utotoni mwako itakufanya ukue na prostatitis ama tuseme blockage, ile lugha ambayo yenye mumezoea kabisa. Unapofika 30 to 50 unakuwa na prostatitis, unaanza kukua na blockage. Ninapoongea hivi ninaongea hata na wavulana vijana ambao ni chipukizi. Wazee ama watu msione ya kuwa yani prostate ama prostatitis inaguza tu wazee pekee. Angalia vijana wetu wa miaka 30, wengi kabisa ni vile haijatokezea kwa mitandao, wanakuwa na hii shida. Kwa nini inashika watu wa between 30 and 50 years? Na hakika tunaambiwa ya kuwa hawa watu ndio wako na shida kabisa. They are problematic. Now you are very much active, vile tulisema. During this time, wanaume wanajiona ya kuwa they are very active kwa mambo ya ngono. Lakini Mungu anakuwekea break kijana na mwanaume ya kuwa hakika fuata neno la Mungu. Do not commit adultery. Do not fornicate. Vile nimesema. Kwa hivyo tunaona ya kuwa hapo ndio unaona wanaume sana sana ambao kama sio bakteria walizoea. Mimi ninashangaa hata tunasikia kwa mitandao, tunasoma, tunaona kwa maruninga ya kuwa jameni, vijana kuanzia miaka 6 wavulana wameanza maneno ya ngono. Imagine kama Mungu atakuweka ufike 50. So unaona ile duct ya kutoa hiyo semen, yani sperm. Yani mpaka hata ile factory ya kutengeneza sperm, ile epididymis, unaona pale ya kutengeneza sperm, hiyo factory itakuwa ilianza kazi, it is very much active. Sasa imezoea kutoa, na ile duct imekuwa so pana ya kupitisha hiyo from 6 years, 10 years, 18 years, 20 years, 30 years. Mungu amekusaidia mpaka yani anasema mja wangu huyu tunataka hakika aokolewe, aokoke, ili akilala apate eternal life. Wewe bado unaendelea tu, unaenda kanisa, unakuwa mtu mwenye anaenda kanisa, unasema nasoma Biblia, umekiramu tu do not commit adultery, na wewe unaendelea na ile factory inaendelea kabisa. Sasa unapozeeka, umekuwa na pengine mtoto wako amelete bibi, uko na daughter in law, unaona sasa hii imeanza kukua aibu. Sitaenda nitashikwa. Nitajiletea aibu. Unaendelea, unazeeka, nguvu zinaisha. Na unajua ile factory ulizoesha
kutoa hiyo semen, hiyo sperms kila wakati, ile yeye ina produce tu. Hakuna mahali sasa hiyo factory inapo produce hiyo semen, hiyo sperm, hakuna mahali inaenda. Naona mpendwa, kama hakuna mahali inaenda, ile duct ambayo ilikuwa inapitisha ile mfereji inapitisha ile semeni, sasa mambo inaanza kublock. Unajua sperms are proteins. Inaanza sasa kublock ile duct. Zile sasa sperms, zile proteini zinaanza sasa kufanya ile duct kukua finyu. Na unajua na mahali pale pa kupitisha sperms ndio tena panapitishanga mkojo. Hakuna tofauti kama mwanamke. Unaposoma reproduction system ya mwanamume na mwanamke. Sasa mpendwa, wengine they go as far, ndio ndiposa hata tunafundisha katika family life. Watu wakae pamoja kama Mungu amewajalia nyinyi mumeendelea kukua. Kukua watu ambao sasa hakika hata ni wazee. Hakuna maneno ya vitanda viwili. Watu wakae pamoja. Unakuta wengine hapo wamekosi hiyo blockage. Ule mzee pengine tangu utoto wake, sisemi wazee, msinipige mawe ya kuwa sasa wenye wako na hiyo na hiyo blockage eti walikuwa ni wabaya. Tumesema inaweza kuletwa na inflammation by bacteria, na wengine inaletwa kwa sababu ya mazoea ambayo walizoea ambayo sio ya Mungu. Wengine unakuta kama alikuwa mtu ambaye active hivyo, mke wake kwa bahati mbaya aje afe, hakuna mahali ambapo inaenda. Na mnaweza kuona hata around yourself, huyo mtu anakuwa na blockage. Hakuna mahali factory na produce, na zile semen hakuna mahali zinaenda protein. Na ndio unaona tukianza kutibu, tutatoa huyo mtu kwa vyakula vya proteini. Hasa vyakula vya proteini ambavyo ni vya proteini ya wanyama. Mtu akitaka kupona, wewe ambao unanisikiza na uko na prostatitis ama mnaita kwa njia nyingine blockage, ile tenzi, hakika that gland imeswell mpaka imefinya ile bladder, umeona? Na sana sana hii proteini ambayo tunaiona kabisa, mayai, tunaambiwa ya kuwa mayai hakika iko na proteini ya juu sana. Nyama tutakutoa. Naona tupate ile sasa kukupatia ile dawa ambayo itatoa zile proteini kwa ile mfereji ya kupitisha. Ipige zile sasa ile yenye imeziba. Hakika wengi wamekuja, tumewaondolea na wamerudi kwenda urination ambaye hakika ni rahisi kabisa. Kwa hivyo ndugu mpendwa, kama wewe prostate yako ama prostatitis yako ilitokana sio bakteria ama nini, tutaendelea tena nayo, tuje tuone tutatibu namna gani kwa wale ambapo hata tutafikia prostate cancer. Najua wengi sana wamengojea hiyo prostate cancer, na tutawatolea hata, nitawaambia hadithi hata ambayo life example ambayo mtu ambaye alikuwa ameenda Eldoret amefanyiwa hiyo sijui operation, ako very much in pain, mkojo hautoki na ameambiwa kansa. Tulipomuweka katika natural remedies, hakika pain ikaisha. Nilipopigiwa simu nikaambiwa Judy, nilikuwa ninatetemeka nikiona simu kama hizo. Yule amerudi kliniki, wamepronounce cancer free. Yani mimi nilifurahi zaidi kuliko yule ambaye alikuwa katika hiyo shida. Kwa hivyo ikitibiwa mapema hii prostate cancer, lakini bado tuko kwa blockage, ninaweza kusema prostatitis hii ambayo imeletwe na imetibiwa mapema,
Hakika watu wamesikia vizuri. So ni vizuri kabisa ndugu mpendwa, kama hii prostatitis imeletwa na hali ya kuvamiwa na bakteria mpaka inafanya blockage, ni vizuri kabisa hii bakteria ambayo ina build up katika hile gland hakika ipate kutibiwa mapema. Inapotibiwa mapema, ni vizuri kabisa vile tulianzia upate kujua hizi signs. Nyakati za mwisho bado ninawaambia, unafaa ujue dalili ya kila ugonjwa. Ufuate kabisa upate kuona hizi dalili, utibu mapema. Hautafikia sijui prostate cancer, sijui nini. Ile bakteria kweli ziwa zinakuja na zinavamia kwa nguvu sana, zina build up, ambapo hakika zimeleta shida. Kwa hivyo ndugu mpendwa, karibu katika hichi kipindi. Namba yangu ya simu iko pale. Utaelekezwa jinsi ya kula na ijulikane ni bakteria. Amshua ninaongea na watu ambao saa hizi wamelala katika vitandani mwao. Unapofuata in the next kipindi, utafanya namna gani? Tutakupa dawa kidogo tu, na pamoja na mkono wa Mwenyezi Mungu ambaye tunaamini yeye ndiyo daktari mkuu, hakika atakuponya. Atakuponya kimwili, akuponye na kimawazo, kwa sababu wengi sana nimekutana nao wanapotusikia prostatitis, ameanza kuona ya kuwa mawazi imemwambia ni kansa. Anaisha hata kabla ugonjwa hujamaliza. Kwa hivyo ndugu mpendwa, ni asante. Ni kipindi ambacho kinaletwa na Medical Missionary Judith Nabwire. Tukutane tena siku ijayo.